Semaje kwamba ilikuwa kwamba ni ghafla wakati tayari wewe ndio uleta tamko kwamba huyu mtu simtaki tena, ukatoa tena kwenye mtandao? Kwa nini ulitumia njia ya kumwacha Shilole ambaye ni Zuena aliyewahi kuwa mke wako kwenye mtandao? Si uliandika kwenye mtandao? Yeah, of course. Lakini pale wakati nimeandika kwenye mtandao ilikuwa tayari huko nyuma ya pazia nilikuwa tayari nimeshatoa talaka. Okay. Kwa nilivyokwenda kwenye mtandao, nia na madhumuni ya pale kwenye ule mtandao ya kwenda kuposti pale kwenye mtandao, kiukweli kabisa nia yangu ilikuwa ni kwamba nipigilie msumari kwamba hata nyuma ya pazia tena kusitokee mazungumzo yoyote ya kuirudisha ile ndoa. Labda mama yangu labda akanipigia kwa sababu nilishatoa talaka, labda mama yangu anaweza akanipigia kwa sababu issue kama haijafika public ni rahisi kuitana nyuma ya pazia mkamaliza. Si umeelewa? Kwa hiyo mimi kwa sababu sikutaka kaka yangu, na kuna kaka yangu na hiyo farasi alikuwa anapenda sana, kigomana kidogo kaja akatuweka sawa na nini. Kwa hiyo mimi nilitoka talaka pap, afu nikaingia kwenye mtandao pap ili ile issue niipigilie msumari iishe. Ndio. Ghafla kwamba na kweli nilifanikiwa. Kwa hiyo kumbe sasa watu wanaposema kwamba Shilole kaachwa kwenye mtandao, imewekwa tu bana, mtu simtaki kuanzia leo, message zile, kumbe ilikuwa tayari nyuma. Ushatumia muda gani? Siku moja afu ndo kaja kwenye mtandao? Ni siku hiyo hiyo ambayo umetoa talaka afu ndo kaenda kuandika kwenye mtandao? Nimetoa talaka siku hiyo hiyo na jioni yake hiyo nikaposti kwenye mtandao. Kwa hiyo nilipigilia pale misumari pale yani. Kwa sikutaka kusubiri. Sababu ukisubiri utakuja mtapatanishwa. Lazima watu waweze kukubali muachane. Nini hasa kilikukera? Unajua kwenye mambo ya ndoa hizi bwana, hakuna kosa maalum la mtu kuachwa ama kumwacha mwenzie. Mara nyingi ni makosa mengi ya upande zote mbili yanakwenda yanawachosha wote wawili. Inafika tu sasa mnakuwa kama mnaishi tu, lakini mnakuwa kama kwenye timing, mnaviziana nani anaanzisha. Umeelewa? Kwa mtu akianzisha pale na wewe unawahi chuma. Kwa hiyo sasa miaka ilivyoenda sasa, hii ndoa yangu iliyopita nadhani sasa ndo yenyewe ilikuja kunipa kujua sura. Lakini mimi kuhusu ndoa ambayo nilikuwa nimemoa Zuena, lakini mimi Shilole, lakini mimi kuhusu mtu kunijua mimi najulikana na watu maarufu ni muda mrefu kabla sijawahi kuwa na Shilole. Kwa sababu hata Shilole mwenyewe amenijua huko kwenye picha. Sio kama umenielewa. Umeniwahi swali langu kabla sijakuuliza. Kwa sababu naye mwenyewe pia amenijua huko kwenye picha. Kwa mimi ni watu wengi walikuwa wananijua na nimepiga picha watu wengi sana. Viongozi wa serikali, wasanii, yani watu wengi sana nimepiga picha. Kwa sababu kuanzia 2017 pale ndo gari lilipowaka, 17, 18, 19 gari pale liliwaka sana pale. Mpaka 2021 pale nimekuja ndo nikaja nikamuoa Shilole. Kuna kama miaka 3 pale gari lilikuwa limewaka sana. Kwa hiyo ndio historia yangu fupi katika masuala ya kupicha. Nilianza kwenye video mpaka nikaenda kwenye picha na watu walionisupport ni wengi kati yao.